kwa miaka miwili unusu hatujakuwa na maafisa wa IEBC, hatujakuwa na wale maafisa wakuu wa IEBC, na bila kuwa na mwenyekiti wa IEBC na makamishna ambao wamo ofisini pale, kuna shughuli nyingi sana za kikazi ambazo haziwezi kuendelea. Ile secretariat yaweza kuwa na majukumu yake, yaweza kuendelea na majukumu yake ya kiofisi ndio, lakini bila makamishna hawa hatuwezi kuona shughuli kamilifu za IEBC. Tulikuwa na mapendekezo yaliyotolewa na jaji mstaafu wa Afrika Kusini Johan Kriegler alipofika hapa nchini Kenya kwa mwaliko wa serikali. Atathmini ni kwa nini tukawa na mvurugano wa kisiasa mwaka wa 2007 na uchafuzi na vifo ambavyo vilitokea baada ya uchaguzi ule wa 2007. Tukaona maswali kuhusiana na kwa njia gani tunaweza kusimamia uchaguzi vizuri zaidi, na ni Johan Kriegler kwenye ripoti yake ya baada ya kuchunguza kile ambacho kilitokea hapa nchini alipendekeza kwamba ikiwezekana ama yafaa sana miaka miwili kabla ya uchaguzi tuwe na tume ya uchaguzi na mipaka, hivi kwamba hatuwezi kuchagua makamishna hii leo na watarajiwa kusimamia uchaguzi katika kipindi cha miezi kama 4 hivi. Hatuwezi kuwa na mabadiliko ya sheria za uchaguzi na mabadiliko yale yatekelezwe kwenye uchaguzi ambao wafanywa katika kipindi cha kama mwaka mmoja hivi. Kwamba kama kutakuwa na mabadiliko yote ya sheria za uchaguzi, basi mabadiliko hayo yatekelezwe katika uchaguzi utakaofuatia na si ule ambao kipindi chake kilichosalia si miezi 24 kabla uchaguzi. Lakini mapendekezo yale hayakujumuishwa kwenye sheria zetu, hayakujumuishwa kwenye katiba. Na ndio maana hata kwenye uchaguzi wa 2017 tukawa na IEBC ambayo ilisimamiwa naye Wafula Chebukati marehemu na kikosi chake ambao walichaguliwa yapata kama mwaka mmoja tu kabla uchaguzi, kumaanisha kwamba 2017 baada ya maafisa wa zamani wa IEBC akiwemo Isaac Hassan kuondoka, tulikuwa na kipindi ambacho kilikuwa chini ya miaka hii miwili ambayo Johan Kriegler alipendekeza. Lakini 2017 bado IEBC ile iliweza kuendelea mbele bado na usimamizi wa uchaguzi wa 2017, ingawa ulikuwa na matatizo yake pale ya Jaji David Maraga akifutilia mbali uchaguzi wenyewe. Na tukawa na marudio yake Oktoba 26, 2017. Tume ile ama IEBC wakati ule chini yake Wafula Chebukati bado ilikuwa inakubalika kama tume ambayo iliteuliwa kikatiba, hata kama haikuteuliwa miaka miwili kabla ya uchaguzi wa 2017, kwa sababu yale ambayo yalipendekezwa na Johan Kriegler hatukuyajumuisha ndani ya katiba yetu ama sheria zinazosimamia uchaguzi kiwemo IEBC Act of 2012. Asante Josephat Odipo. Uchaguzi mkuu ambao tunautarajia ni wa 2027. Hapa tuko 2025, miaka miwili tuwe na uchaguzi mkuu. Kuna maeneo bunge ambayo tuna uhakika kwamba yamesalia bila wabunge kwa kipindi kirefu sana, kisa hatukuwa na tume hii ya uchaguzi na mipaka. Je, kuwachagua sasa hivi tumechelewa ama tuko vizuri? Bila shaka samahani. Bila shaka ni kana muda umeyoma. Lakini unaweza kama eneo bunge kama la Banisa kule kaskazini mashariki ni eneo ambalo limekuwa bila mbunge kwa karibia miaka miwili sasa. Na ilistahili kwamba wakati kama kungekuwa na tume huru ya uchaguzi na maeneo ya mipaka nchini ya IEBC wakati ule, baada ya bunge la kitaifa, spika wa bunge la kitaifa kuweza kutangaza kiti kile kuwa wazi, basi ingekuwa ni zoezi la kuanza kumchagua mbunge wa eneo hilo. Kuna eneo bunge la Ugunja ambapo walikuwa mbunge wake Opiyo Wandayi, sasa ni waziri wa Kawi, ni mmoja wapo wa maeneo bunge ambayo yako wazi. Kuna eneo bunge la Magarini kule Malindi, kaunti ya Kilifi, ambalo pia halina mbunge baada ya aliyekuwa amechaguliwa kuwa mbunge Kombe uchaguzi wake kuweza kubatilishwa na mahakama. Na kuna maeneo mengine ya udiwani kama 14 hivi ambayo pia hayana wawakilishi wa wadi kadiri wakiweza kufika mbele ya ile jopo kazi ambalo linawahoji. Jopo kazi lile linaongozwa na Daktari Nelson Makanda, na kuna pia kina Profesa Adam Solo, kuna Koki Muli na wanachama wengine 7. Lakini kumekuwa na tetesi hapo awali ikiwa baadhi ya wale ambao ni wanachama wa jopo lile walistahili kuwa pale, kama Profesa Adam Solo. Profesa Adam Solo ni mmoja wa washauri wa afisi ya rais. Na kulikuwa na tetesi kwamba huwezi shikilia nyadhifa mbili. Na pia swala ambalo liko hapa, ripoti ambayo ilitolewa na Kriegler ilitoa muongozo kamilifu
tatizo ambalo lio katika hiyo ripoti ni kwamba si ripoti ambayo ni sheria. Manake tuna mapendekezo, na mapendekezo ikiwa hayatatekelezwa hayawezi mtu hawezi kwenda kuelekea mahakamani na aseme kwamba naenda mahakamani kwa sababu ya ripoti ya Krieg ilifanya vile, kwa sababu si haiko kwenye katiba ya Kenya. Kile ambacho kinatupa mwongozo wa uteuzi wa makamishna wa IEBC ni katiba ya Kenya tuliyoasisi mwaka 2010, ambayo inatoa mwongozo kamilifu ya jinsi zoezi zima la uteuzi wa makamishna na mwenyekiti nastahili kufuatwa. Baada ya lile jopo kazi kuweza kuapishwa na Rais William Ruto, sasa lile jopo lina siku 89 kuanzia ile siku ambayo limeweza kuweka kwenye Kenya Gazette. Sasa zinasalia na siku 89 liweze kuendeleza zoezi zima la uteuzi wa makamishna wale wa IEBC. Kumbuka sio tu maeneo bunge na maeneo ya udiwani ambayo yanakosa wakilishi kwa sasa. Kuna zoezi zima ambalo lastahili kuendelezwa za maeneo bunge yaweze kuangaziwa upya, maeneo ya wakilishi udiwani. Kuna wale wasimamizi katika tume yenyewe ya IEBC ambao muda wao wa kuhudumu umekamilika. Baada ya kuhudumu kwa kipindi karibia, IEBC nzima haina wafanyikazi wa kusimamia vitengo mbalimbali ni muhimu. Kwa hivyo zile zoezi ambalo liko mbele ya jopo kazi hili ni zoezi gumu sana. Manake timelines ambazo tuko nazo ili kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 ni muda mchache sana ambao tuko nao kuhakikisha kwamba tunaweka kila kitu shwari tuelekee uchaguzi. Na baada ya uchaguzi tusikue na masuala ambayo yanaibuliwa na Wakenya kuhusiana na usimamizi wa uchaguzi. Kumbuka swala la usimamizi wa uchaguzi ndilo ambalo limekuwa kero kubwa sana miongoni mwa Wakenya, ikiwa wale ambao wanachaguliwa hakika ni watu ambao tunaweza kuwategemea. Alipolidhinisha jopo hilo na kuweza kuliapisha rasmi, Jaji Mkuu Martha Koome alikariri kwamba sharti wale ambao watateuliwa kwa makamishna wawe watu wa maadili ya hali ya juu ambayo hayawezi kuweza kukashifiwa ama hawawezi kushinikizwa kufanya baadhi ya mambo ambayo yanaenda kinyume cha sheria. Asante hili. Mwanzo kama Wakenya tunaliangalia lile jopo kazi, wale ambao wako kwenye jopo kazi lenyewe ni akina nani. Alafu tunawaangalia wale ambao wanakuja mbele ya lile jopo kazi kupigwa msasa. Nao najua kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, ama zoezi hili ambalo linaendelea sasa hivi leo hii kwa ni siku ya pili ya wale makamishna kuja pale kupigwa msasa ama wanaotafuta wenyekiti, ni zoezi ambalo limeanza tangu tumepata katiba mpya mwaka wa 2010. Kabla ya hapo uchaguzi wa IEBC ulikuwa koni tofauti. Lilikuwa Njogu, naomba uweze kutusaidia kutupa taswira kamili kwa manufaa ya msikilizaji, tuweze kuelewa hili linalofanyika sasa hivi, huku kupigwa msasa wanakopigwa sasa hivi, tofauti ni ipi na walivyokuwa wakichaguliwa enzi za nyuma kabla ya katiba mpya, na tuone kama sasa hivi tuna afadhali ama tumekomaa zaidi ilivyokuwa hapo awali. Na vifungu vyote utakavyovitazama kwenye katiba yetu kuhusiana na usimamizi wa uchaguzi nchini vilitokana na ile tathmini ambayo nilitangulia kuizungumzia kuhusiana na machafuko ambayo yalitokea hapa nchini, ambapo zaidi ya watu 1200 waliaga dunia na wengine wapatao 600,000 wakofurushwa makwao kutokana na utata wa uchaguzi wa mwaka wa 2007 mwezi Desemba pale. Tukawa na kipindi cha kuweza kuulizana maswali kama tutakuwa tushuhudia basi vifo kama hivi, watu kufurushwa, migongano ya kikabila na kadhalika kila baada ya miaka 5. Na kabla ya uchaguzi wa 2007, chaguzi za hapo awali mwaka wa 1992 zikiwa chaguzi za kwanza kabisa za mfumo wa vyama vingi, na pia uchaguzi wa 1997 pia pale tulikuwa na machafuko ya kikabila. Kuna sehemu ambazo ukiingia kwa mfano bonde la Ufa, sehemu kama kule Kuresoi na Molo, ni sehemu ambazo zilikuwa zajulikana kushuhudia migongano hii ya kikabila wakati uchaguzi. Basi wale ambao walikuwa wanatafuta katiba na kuibuni na kufikiria namna gani Kenya itaongozwa chini ya katiba ambayo tumeitunga sisi wenyewe na kuifikiria, lazima wangejumuisha vifungu maalum ambavyo vitaona kwamba machafuko haya yametokomea. Na miongoni mwa mabadiliko ambayo tulikuwa nayo ni kwamba akipunguziwa mamlaka mengine, Rais wa Jamhuri alipunguziwa mamlaka ya moja kwa moja kuamua ni kina nani wasimamie uchaguzi.
Hapo awali wakati wake mwenda zake rais wa tatu Jamhuri Mwai Kibaki alikuwa na mamlaka kikatiba katika ile katiba ya kikoloni ile, ama ukipenda katiba ya uhuru. Alikuwa na mamlaka ya kumchagua moja kwa moja anayehisi ndiye anafaa kusimamia uchaguzi. Alikuwa na mamlaka mengi sana kuwapendekeza wale ambao ni makamishna katika tume ya ECK wakati ule, na wale waliobuni katiba lazima wangebadilisha haya, kwa sababu si vyema na si sawa kwamba wewe unawania kiti cha urais, unatetea wadhifa wako, una washindani wako katika upande mwingine wa upinzani, vyama vya kisiasa ni vingi katika uchaguzi, lakini wewe ukiwa unatetea wadhifa wako, uwe ndiwe unaamua refari katika ule mchezo ni nani. Ikawa kwamba basi tuondoe yale mamlaka kutoka kwake rais na yakabidhiwe jopo huru ambalo litajumuisha wananchi, litajumuisha maslahi ya mwananchi, ndipo kuweza kuona maafisa ambao wanaweza kuwa ni huru katika uchaguzi. Kabla ya hili tulikuwa na ama Electoral Commission of Kenya, ECK wakati ule. Lakini hii inayoitwa IEBC iliongezewa lile jina la kwanza I, kumaanisha ni independent. Ndipo tuone kama taifa tuweza kuendesha shughuli zetu kwa njia huru, uchaguzi uwe ni uchaguzi huru. Katika hili jopo ambalo laongoza na Dr. Nelson Makanda, ni jopo ambalo lajumuisha wawakilishi wa mwananchi pale ndani. Tuna vyama vya kisiasa ambavyo vyawakilishwa pale ndani. Tuna ile tume ambayo inasimamia shughuli za bunge pale ndani. Tuna chama cha wanasheria pale ndani kuwakilisha mambo ya mwananchi. Tuna wawakilishi wawili kutoka upande wa dini hapa nchini, mmoja Muislamu mwingine Mkristo. Yani tulitafuta njia za kuwajumuisha pamoja wasimamizi kutoka wanaoteuliwa kutoka taasisi mbalimbali, ndipo kupanua yale mamlaka ya kumtafuta mwenyekiti na makamishna. Kinyume na hapo awali ambapo kazi ambayo ilikuwa nayo pale ilikuwa inachiwa rais aliye mamlakani, licha kwamba yeye mwenyewe ni mchezaji katika ule mchezo. Sasa swali ni je, baada ya yote haya kufanyika, ni vizuri tulizana kama kweli tumeenda mbele ama tumesalia pale pale? Naam. Matukio ya Agosti 15, 2022 pale Bomas yatupa picha tofauti sana na kile ambacho waliobuni katiba walikuwa wanakifikia, ambao tumeutajia katika lile jina la kwanza independent, tume huru. Hatukuona ule uhuru katika matukio yale ambayo yalitokana na kuchelewa kutangazwa kwa matokeo ya urais kwenye uchaguzi mkuu uliopita. Tukawa na maafisa wengi sana wa polisi pale ndani, tukawa na kurushiana viti, tukawa na kurushiana rungu, tukawa na kelele nyingi sana, na mwisho wa siku tukawa na makamishna 4 ambao walitawajua kama Cherera 4 wakiondoka kwa hasira sana kutoka ukumbi wa Bomas, kuandaa kikao na waandishi wa habari hapa Serena na kusema kwamba yale Chebukati anatangaza kule Bomas ni matokeo ya uongo kabisa, matokeo ambayo sisi tumeyakataa kabisa. Ilionyesha nini? Iliashiria nini? Hatuna uhuru wa tume hii ya IEBC licha ya mwongozo ambao tulipewa kikatiba, licha kuwa na sheria simamizi ya masuala ya uchaguzi hapa nchini Kenya. Bado tuna infiltration, bado tuna kuingiliwa kwingi kwa IEBC na wanasiasa. Kazi ipo. Josephat Odipo, naomba nije kwako. Kuongezea tu lile ambalo Lincoln anasema pale. Ikiwa zoezi hili litaendeshwa kwa mwongozo unaofaa, tutakuwa na tume huru ya uchaguzi na maeneo mipaka nchini, ikiwa ni nzima ya makamishna wote 7 akiwemo mwenyekiti kufikia mwezi wa 6. Maana kufikia tarehe 3 mwezi Mei mwaka huu, sharti lile jopo ambalo liko sasa na wahoji liwe limewasilisha ile majina kwa rais, na rais ana kipindi cha siku 7 kuweza kuwasilisha yale majina. Baada ya kuyatathmini yote, kuwasilisha kwa bunge yaweze kupigwa msasa, na akishawasilisha yale majina kwa bunge la kitaifa, bunge lina siku 28 na kuweza kuwapiga msasa wale ambao wamewasilishwa, wamependekezwa. Kumbuka ni watu 9 ambao watapendekezwa, lakini kuna makamishna 6 ambao majina yao yataweza kuidhinishwa, na majina 2 ambayo yatawasilishwa kwa rais na aweze kuliteua moja. Baada ya kupigwa msasa na bunge,
basi rais ana jukumu la sasa kuweza kuchukua jina moja ili awe mwenyekiti mpya tume huru ya uchaguzi na maeneo ya mipaka IEBC. Ikiwa alivyosema Lincoln itakuwa tume huru, ni swala ambalo bila shaka kila Kenya ataweza kuangazia kutokana na majukumu yake. Pale pia akipigwa msasa, wakishapata nafasi ya ajira wapewe afisi, waambiwe sasa afisi ndo hizi, mwenyekiti wa IEBC pamoja na makamishna wako tumewapiga msasa, tumeridhika, endeni mkafanye kazi. Ni majukumu yapi ambayo yanawasubiri Odinga? Kabla ya kuanza kwa majukumu ya IEBC ambayo tutaelezea hivi punde, nadhani swala muhimu hapa ambalo wengi wa Kenya wanalisubiri kuona ni ikiwa wale makamishna ambao wanachaguliwa, kama ukiwasikiza Charles Nyachae, usikize Ani Amadi, usikize Lorot, ule Abdikadir, wengi wanajitetea kuhusiana na baadhi ya sakata ambazo zimehusishwa nao hapo awali. Wakumbuka, na hili ni swala ambalo linawafanya Wakenya pengine wawe na dukuduku, manake jinsi nilivyosema hapo awali, they are supposed to be like his wife, wawe ni weupe kama pamba. Manake ikiwa baadhi ya sakata ambazo zinahusishwa na baadhi yao, japokuwa wameweza kujitetea kusema hakuwa mimi, sikuwa mimi, sawa, lakini ukiangalia yale majukumu ambayo yako mbele ni majukumu mazito sana. Kumbuka kwamba tume huru ya uchaguzi na maeneo ya mipaka nchini IEBC tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 imekuwa ikiangaziwa kama tume ambayo, japokuwa wale ambao wanateuliwa ni watu kimasomo, wamehitimu vizuri sana, wamesomea baadhi ya vyuo vikuu vizuri sana ulimwenguni, lakini ni kitu kimoja kuweza kumteua kamishna ambaye amehitimu kimasomo, lakini kitu cha pili, kama huyu kamishna ako na maadili ambayo yanastahili kuangaziwa na kuhakikisha kwamba uchaguzi ambao utasimamiwa atausimamia mwaka wa 2027 hakika maoni ya Mkenya mpiga kura yataweza kuheshimika. Maana hilo limekuwa tatizo kubwa sana, wengi wakiamini kwamba uchaguzi ambazo tumeandaa, tume huru ya uchaguzi na maeneo ya mipaka nchini haija kuwa huru, imeingiliwa vibaya sana kisiasa. Tukija kwa swala ambalo makamishna wa IEBC wako nalo, tume ya uchaguzi na maeneo ya mipaka nchini IEBC ina majukumu muhimu sana. Mwanzo itaanza na swala la maandalizi ya hizi chaguzi ndogo katika maeneo bunge ambayo hayana wabunge kwa sasa, chaguzi ndogo katika maeneo ya wakilishi wa wadi ambayo hayana wakilishi hadi sasa, kwa sababu tume hiyo haija kuwa ikifanya kazi kwa kipindi cha karibia miaka 2.5, karibia miaka 3 ambayo haija kuwa na makamishna. Sasa baada ya zoezi lile lote kukamilika, kuna lile swala la boundary limitation ambapo kamishna, yani tume hiyo inastahili kuhakikisha kwamba inaanza kuelekea mashinani, kuanza kuangazia maeneo ya uchaguzi ya wakilishi bunge, ikiwa kuna baadhi ya kumbuka kuna maeneo bunge 27 ambayo yanakabiliwa na tishio la kuweza kuondolewa kama maeneo bunge. Manake sheria inasema kwamba eneo bunge lolote lazima sharti liwe na idadi fulani ya wakazi wa eneo hilo ndiposa liweze kupewa wakilishi. Lakini kuna baadhi ya maeneo haya ambayo yamepewa ile exemption kwa sababu maybe maeneo ambayo yako katika mahali ambapo ni pa matatizo mengi, maeneo kame. Sasa na pia unaangazia pia maeneo haya hasaidi kuwa unakuwa kuna jamii maybe 2-3 ambazo zinakaa mahali fulani na kuna mzozano ule. Sasa kama taifa wanaangazia baadhi ya masuala mengi zaidi kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo hata kama hawahitimishi idadi inayohitajika ya wakazi kuweza kupewa eneo bunge, kuna exemptions ambazo zinatolewa ili kusikue na mifarakano ambayo haifai. Hilo pia ni jukumu ambalo IEBC itastahili kuhakikisha inatekeleza. Nakumbuka swala hili zima linastahili kufanyika kabla ya kipindi fulani cha maandalizi ya uchaguzi mkuu humu nchini. Maeneo bunge mapya ikiwa kutabuniwa, ikiwa maeneo bunge baadhi ya maeneo bunge yataondolewa, sharti maeneo haya yaweze kufanyika katika kipindi fulani. Maana yake tusiende katika uchaguzi mwaka mmoja, miezi 6 na baadhi maeneo hayajajua ikiwa yataendelea kuwa maeneo bunge ama yataweza kuondolewa kuwa
maeneo bunge. Swala jukumu lingine muhimu zaidi la IEBC sasa ni kuweza kusimamia zoezi zima la voter registration. Japokuwa ni zoezi ambalo kikatiba linastahili kuwa linaendelea, lakini ni kipindi ambacho sasa makamishna wakiwa na wale mameneja wa vitengo mbalimbali sasa wanajitokeza kuanza kuhamasisha Wakenya ili waweze kujua kwamba zoezi la uchaguzi rasmi kipindi kitatangazwa, alafu wafanye nini, Wakenya waweze kujitokeza kuanza kujisajili kama wapiga kura. Baada ya kusajili kama wapiga kura, muda rasmi wa kampeni. Kumbuka kampeni ambazo zinaendelezwa nchini kwa sasa ni haramu, hazistahili kufanyika vile. Kikatiba kipindi ambacho kutolewa rasmi kwa shughuli za kampeni ni kipindi cha miezi 3 kabla ya uchaguzi mkuu, lakini bila shaka wanasiasa wetu ni wale wao washamaliza, washafanya kampeni zao miezi 3 kabla ya uchaguzi. Washajua hata pengine Wakenya washaashiria ni nani ambaye huenda akashinda uchaguzi kutokana na kile ambacho kinaendelea, na mwishowe kuweza kuhakikisha kwamba sasa wanaweza kupiga msasa wale wanaowasilisha majina yao, wanagombea nyadhifa mbalimbali, uwe ni udiwani, uwe ni ugavana, uwe ni useneta, na pia wale ambao watawania nyadhifa za urais. Wakishapigwa msasa, sasa zoezi zima la uchaguzi. Sio kweli. Kweli ni kwamba kwa sasa kuna Wakenya wengi ambao wanahisi kwamba hawako karibu na hii serikali. Kweli pia ni kwamba ni siasa za mwaka 2027 zinachezwa katika kuhakikisha kwamba Rais William Ruto basi anapiga zile hesabu zake na kuhakikisha kwamba anapata mpenyezo katika zile uchaguzi wa mwaka 2027. Rais William Ruto alikuwa ameahidi kwamba baada ya yale machafuko ambayo yalishuhudiwa na wa vijana wa Gen Z, kwamba mojawapo ya yale masuala ambayo angefanya ni kwamba atapunguza idadi ya watu serikalini. Na akasema kwamba atapunguza idadi ya wale wanaopatia washauri wake. Lakini kwa sasa ni kwamba unapigwa kalamu hapa, mahali unakwenda ni kwa wapi? Kwa ofisi ya kuwa mshauri wa serikali wa rais. Kwa hiyo ofisi kwa sasa hivi kuna watu karibu 5 ama wenye tunaweza hesabu. Kuna David Ndii yuko kule, kuna Moses Kuria yuko kule, kuna Kisiangani ameenda kule, kuna sijui nani, kuna karibu watu 6 ambao tayari wana serve katika hiyo ofisi ya kutoa tu ushauri kwa rais. Ni ushauri upi ambao ndiye hawezi toa, ambao Kisiangani anaenda kutoa baada ya kufutwa kazi kwa katibu katika wizara ya mawasiliano. Zile ofisi ambazo zimeundwa kwa sasa, ofisi 6 hizo, wale PSS 6 watakuja na wafanyikazi wao. Labda kutakuwa na wasaidizi 2, labda kutakuwa na mtu wa kuangazia masuala ya mawasiliano, labda kutakuwa na wale ambao wanapika chai katika zile ofisi. Hiyo yote ukipiga hesabu na upige time 6, hao ni watu wangapi ambao tutakuwa tunawalipia Wakenya? Kutumia ule ushuru wetu tena tutakuwa tunalipa katika kuhakikisha kwamba basi hizo ofisi zinafanya kazi. Na mabadiliko haya kwa maoni yangu sio eti yanafanywa ili kuboresha utendakazi serikalini. Yanafanywa ili kuhakikisha kwamba yale matakwa ambayo Raila Odinga ametoa basi yanatimizwa. Na Raila Odinga kwa sasa akisema anataka mawaziri wengine 2 atapewa, kwa sababu basi ni yale ambayo matakwa ambayo atakuwa amewekea rais, na itabidi rais atekeleze ili kuhakikisha kwamba serikali yake inaendelea na kufanya kazi. Ni kinyume cha sheria. Kuna idadi mwafaka ambayo lazima tuwe nayo. Si kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema kwamba mawaziri wanafaa kuwe angalau 14 ama mwisho 22. Hao ni mawaziri. Angalau ile idadi ya mawaziri imetolewa kwa katiba. Lakini idadi ya makatibu haijatolewa kwa katiba kusema kwamba makatibu wanafaa kuwe hawa, makatibu wanafaa kuwe idadi hii. Lakini kutokana na ile ahadi ambayo rais alikuwa ametoa, unajua a president's words must mean something. Yes. Ahadi ambayo rais alitoa akasema kwamba kuendelea mbele nitahakikisha kwamba serikali yangu ninapunguza ile idadi ya wale watu ambao wanafanya serikalini. Akasema kwamba kuna bajeti zingine ambazo hata nitakata kuhakikisha kwamba basi natimiza yale matakwa ambayo yalikuwa yatolewa na Gen Z. Akasema kwamba sitatoa ama michango katika michango ya harambee, michango ya kanisani, michango ya kufanya wafanyikazi wa serikali kufanya harambee. Akasema kwamba amesitisha. Haya ni masuala yote ambayo Rais William Ruto aliahidi, lakini kwa sasa anaenda kinyume na zile ahadi zake ambazo alikuwa ametoa. Sababu
siasa za mwaka 2027. Sio kweli. Kweli ni kwamba kwa sasa kuna Wakenya wengi ambao wanahisi kwamba hawako karibu na hii serikali. Kweli pia ni kwamba ni siasa za mwaka 2027 zinachezwa katika kuhakikisha kwamba Rais William Ruto basi anapiga zile hesabu zake na kuhakikisha kwamba anapata mpenyezo katika zile uchaguzi wa mwaka 2027. Rais William Ruto alikuwa ameahidi kwamba baada ya yale machafuko ambayo yalishuhudiwa na wa vijana wa Gen Z, kwamba mojawapo ya yale masuala ambayo angefanya ni kwamba atapunguza idadi ya watu serikalini. Na akasema kwamba atapunguza idadi ya wale wanaopatia washauri wake. Lakini kwa sasa ni kwamba unapigwa kalamu hapa, mahali unakwenda ni kwa wapi? Kwa ofisi ya kuwa mshauri wa serikali wa rais. Kwa hiyo ofisi kwa sasa hivi kuna watu karibu 5 ama wenye tunaweza hesabu. Kuna David Ndii yuko kule, kuna Moses Kuria yuko kule, kuna Kisiangani ameenda kule, kuna sijui nani, kuna karibu watu 6 ambao tayari wana serve katika hiyo ofisi ya kutoa tu ushauri kwa rais. Ni ushauri upi ambao Ndii hawezi toa, ambao Kisiangani anaenda kutoa baada ya kufutwa kazi kwa katibu katika wizara ya mawasiliano. Zile ofisi ambazo zimeundwa kwa sasa, ofisi 6 hizo, wale PSS 6 watakuja na wafanyikazi wao. Labda kutakuwa na wasaidizi wawili, labda kutakuwa na mtu wa kuangazia masuala ya mawasiliano, labda kutakuwa na wale ambao wanapika chai katika zile ofisi. Hiyo yote ukipiga hesabu na upige time 6, hao ni watu wangapi ambao tutakuwa tunawalipia Wakenya? Kutumia ule ushuru wetu tena tutakuwa tunalipa katika kuhakikisha kwamba basi hizo ofisi zinafanya kazi. Na mabadiliko haya kwa maoni yangu sio eti yanafanywa ili kuboresha utendakazi serikalini. Yanafanywa ili kuhakikisha kwamba yale matakwa ambayo Raila Odinga ametoa basi yanatimizwa. Na Raila Odinga kwa sasa akisema anataka mawaziri wengine 2 atapewa, kwa sababu basi ni yale ambayo matakwa ambayo atakuwa yamewekea rais, na itabidi rais atekeleze ili kuhakikisha kwamba serikali yake inaendelea na kufanya kazi. Ni kinyume cha sheria. Kuna idadi mwafaka ambayo lazima tuwe nayo. Si kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema kwamba mawaziri wanafaa kuwe angalau 12, 14 ama mwisho 22. Hao ni mawaziri. Angalau ile idadi ya mawaziri imetolewa kwa katiba. Lakini idadi ya makatibu haijatolewa kwa katiba kusema kwamba makatibu wanafaa kuwe hawa, makatibu wanafaa kuwe idadi hii. Lakini kutokana na ile ahadi ambayo rais alikuwa ametoa, unajua president's words must mean something. Yes. Ahadi ambayo rais alitoa akasema kwamba kuendelea mbele nitahakikisha kwamba serikali yangu ninapunguza ile idadi ya wale watu ambao wanafanya serikalini. Akasema kwamba kuna bajeti zingine ambazo hata nitakata kuhakikisha kwamba basi natimiza yale matakwa ambayo yalikuwa yatolewa na Gen Z. Akasema kwamba sitatoa ama michango katika michango ya harambee, michango ya kanisani, michango ya kufanya wafanyikazi wa serikali kufanya harambee. Akasema kwamba amesitisha. Haya ni masuala yote ambayo Rais William Ruto aliahidi, lakini kwa sasa anaenda kinyume na zile ahadi zake ambazo alikuwa ametoa. Sababu siasa za mwaka 2027. Kujipanga tu kwenye siasa za mwaka 2027. Tukizungumzia utendakazi, wakati wa Rais Uhuru kulikuwa kuna hizi nafasi za CAS ambazo zilikuwa na watu walipata kazi na watu walifanya kazi kwa miaka yote ile wakapata ajira. Labda katika uongozi kuna mengine ambayo lazima uyafanye kufanikisha uongozi wako, ndugu yangu, ndipo ili kutoa huduma kwa Wakenya. Huduma Wakenya wanapata kwa sasa? Niambie. Hilo ndio swali. Ikiwa huduma hizo ambazo ziliahidiwa Wakenya wanazipata kwa sasa, kuna malalamishi mengi sana kuhusiana na utekelezaji wa bima ya afya matibabu ya SHA. Hata baadhi ya viongozi serikalini wamelalamika kwamba huduma hiyo haifanyi kazi jinsi inavyostahili kufanya. Lakini rais amesisitiza na kukariri kwamba hiyo huduma ama wale ambao wanaikosoa ni wale ambao walikuwa wamezoea masuala ya ufisadi, wale matapeli wa serikali iliyopita. Na wanasema kwamba kile ambacho kinafanyika kwa sasa serikalini na kile ambacho kiliahidiwa na serikali ya Kenya Kwanza mwanzoni wakati walipochukua hatamu za uongozi, yale ambayo yalikuwa yanaahidiwa wa Kenya wakati wa zoezi la kampeni ni kinyume kabisa na yale ambayo sasa tunayaona. Alivyosema Ubuya, kile ambacho rais anasema sharti
yule Mkenya wa kawaida, yule mtoto ambaye hata hajaanza, hana uwezo kupiga kura, maana hajafikisha umri, aamini kwamba kile ambacho baba wa boma anasema ama baba wa taifa anasema ni cha kuaminika. Lakini kinachofanyika kabisa ni kinyume na yale ambayo yalifikiwa, na ni kwa sababu ya jazba za kisiasa. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 unajongea. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo yameonekana kuwa telezi pengine kwa serikali ya Kenya Kwanza, kama eneo la Mlima Kenya. Tuliposa unaona sasa rais anaona kana kwamba ikiwa hata fanya baadhi ya mambo na kwenda kinyume, wanasema ground is different. Ground na yale ambayo unaahidi, ukija kwa ground unapata mambo ni tofauti kabisa. Lakini je, hata kama ground huwa tofauti, yale ambayo aliyasema mwenyewe kutoka kwa kinywa chake, nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi, angeyatekeleza ama angeyapiga kumbo makusudi inavyoonekana? Asante. Ni kikao cha Jambo Kenya Lincoln Jani aliposema kwamba mwanasheria mkuu ataweza anampa plani aweze kujitokeza na kuweza kuwasilisha mswada ambao utawianisha masuala ya michango. Alikuwa mwanasheria mkuu wakati huo alikuwa nani? Justin Muturi. Alitolewa akaweka kwenye wizara. Wengi wa Kenya wanajua Justin Muturi kwa sasa ni nani, na ni yepi anayosema. Wakati rais anasema kwamba masuala ya michango after June 25th, nadhani usema kwanza ulikuwa after June 25th, na kile ambacho anasema kwa sasa kuhusiana na michango kanisani, Jumapili hata alisema mashetani. Sasa hujui ni nini ambacho kinamkanganya rais. Manake ulimi wa rais kabla na sasa ni tofauti kabisa. Lakini nadhani kulikuwa na enzi humu nchini ya miaka ya 80, miaka ya 90, kulikuwa na wale viongozi wa makanisa ambao walikuwa na misimamo dhabiti zaidi. Misimamo ambayo wakiamua kufanya kitu, wanafanya kitu na semi zao zinatolewa kwa pamoja. Watu kama askofu marehemu Bishop Okulu, askofu Muge, Ndingi Mwananzeki, tunaye bado yuko hai Njoya, walikuwa ni viongozi wa makanisa ambao walikuwa na msimamo dhabiti zaidi. Mimi ni Mkatoliki, na katika Katoliki wewe ukienda kutoa misaada, sio lazima nitangaze kama nimetoa milioni 1. Mimi ni mimi na Mungu wangu. Hini kuna baadhi ambazo makanisa ukitoa unatangaza. Lakini haya ndiyo wanasiasa wamepenya sana katika hadhara kama zile ama kama kanisa kama yale, kwa sababu wanataka ufuasi wa uchaguzi wa mwaka 2027. Wakati uchaguzi wa mwaka 2022 ulipoandaliwa, wengi wa Kenya walielaumu makanisa kwa kuweza kupumbazwa na wanasiasa, kuwakubalia wanasiasa kuingia makanisani, kuteka nyoyo zao na kuweza kuwahadaa kuwapigia kura. Lakini kile ambacho walikuwa wanahubiri sio kile ambacho wanamaanisha baada ya kuchukua hatamu za uongozi. Nadhani kuna kitu hapa ambacho rais analenga kukifanya, kugawa makanisa katikati. Yale makanisa ambayo yanapinga masuala ya wanasiasa kuwa kanisani kama ACK, kama kanisa Katoliki na makanisa mengine, na yale ambayo yanasema hadharani kwamba leta hizo hela tutazipokea. Lakini hili ndilo Wakenya wanalihitaji. Tukishakubali kupokea hela hizi, rais akisema kwamba nitatoa milioni 20, ametoa hizo milioni 20 kanisani, utakosoa vipi? Kumbuka kanisa ni kama kioo cha jamii. Kanisa lenyewe linasemaje? Tusikie sauti ya Ole Sapit. Radio Citizen. Radio